Chama hiki kina matawi 42 nchini kote na pia kina wanachama takriban 5,000 na Chama cha Wakunga Tanzania ni mwanachama hai wa Shirikisho la Wakunga Duniani au unajulikana kwa Kiingereza International Confederation of Midwives. Na ni kwa kupitia wanachama huu ndipo tunajumuika na wakunga wenzetu duniani kote kuweza kusherehekea sherehe hii ya ukunga. Mheshimiwa mgeni rasmi, kila tarehe 5 Mei ya kila mwaka huwa kwa uratibu wa Shirikisho la Wakunga Duniani ulimwenguni kote tunakuwa tunasherehekea siku ya wakunga duniani, na kauli mbiu ya mwaka huu ni wakunga, nguzo muhimu katika kila janga, kwa Kiingereza Midwives Critical in Every Crisis. Kauli mbiu hii imekuja wakati mwafaka, kwani nchi nyingi duniani zinakabiliwa na majanga ambayo hayakutegemewa kama vile mafuriko, majanga ya kiasili, njaa, vita pamoja na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mara nyingi inapotokea janga au majanga, wanaoathirika zaidi ni wanawake na watoto, na huwa wanapata madhara makubwa kama vile kufanyiwa vitendo vya ukatili, kukosa makazi, njaa, magonjwa ya mlipuko, ikiwemo pia kukosa huduma muhimu za afya. Majanga yanapotokea katika jamii, wakunga wanakuwa mstari wa mbele katika kutoa huduma za afya kwa kina mama, watoto pamoja na vijana. Pamoja na kuwepo na changamoto nyingi zinazojitokeza wakati wa majanga kama kutokuwepo na usalama katika sehemu za kazi, ukosefu wa dawa muhimu na vifaa tiba, pamoja na kuwepo mazingira yasiyoridhisha, bado wakunga wanaendelea kutoa huduma kwa 90% ya huduma zote zinazohitajiwa na mama mjamzito na kwa mtoto mchanga. Tunapenda kutambua na kuwapongeza wakunga wote ndani na nje ya nchi yetu kwa mchango wao mkubwa katika kuhakikisha tunaendelea kutoa huduma za kuokoa maisha ya mama na mtoto. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeweza kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha kwamba tunapunguza vifo vitokanavyo na uzazi, vifo vya watoto wachanga katika mkoa wetu kwa kufanya mambo yafuatayo. Mosi, hospitali mpya 4 zimeweza kujengwa katika kipindi cha awamu ya 6 na ndani ya miaka 4, na hospitali 2 kongwe zimeweza kukarabatiwa na majengo ya kisasa, lakini vile vile kuweza kuwekewa vifaa vya kisasa zikiwemo CT scan pamoja na X-ray. Lakini vile vile tumeweza kujenga vituo vipya 18 na kuanza kutoa huduma za upasuaji katika vituo 13. Vile vile tuliweza kupokea ambulance mpya 8 zinazotoa huduma za dharura kwa kina mama wajawazito, lakini vile vile tuliweza kutoa ujenzi na maboresho ya vyumba vya kutolea huduma za watoto njiti vituo 8. Vile vile watumishi takribani 920 wameweza kuajiriwa katika mkoa wetu katika kipindi cha miaka 4 kuhakikisha kwamba sekta ya afya inaimarika, huduma zinatolewa zenye ubora wa hali ya juu. Mwaka huu mkunga ni nguzo muhimu katika kila janga, Midwives Critical in Every Crisis. Kauli mbiu hii ni ukumbusho muhimu wa kazi kubwa inayofanywa na wakunga, na hasa katika nyakati hizi ambazo nchi nyingi duniani ikiwepo Tanzania, nchi nyingi duniani ikiwemo nchi yetu zinakuwa na majanga mbalimbali, ikiwemo majanga ya kiasili, magonjwa ya mlipuko, mafuriko, njaa na mabadiliko ya tabia nchi. Majanga yote haya yakitokea, wakunga wanakuwa mstari wa mbele katika kutoa huduma za utabibu kwa akina mama na watoto pamoja na huduma nyingine kwa jamii. Kwa mfano, inapotokea maafa ya kiafya kama ilivyokuwa wakati wa uviko 19, maporomoko ya udongo katika wilaya yetu ya Hanang na mafuriko katika wilaya ya Rufiji, bado wakunga waliendelea kutoa huduma za uzazi kwa wanawake na watoto. Pamoja na hayo, wakunga pia wanapambana na changamoto za upungufu wa vifaa na rasilimali, lakini bado wanaendelea kutoa huduma kama miongozo inavyotekelezwa.
Na hapa ndipo napoweza kuchukua nafasi hii niseme kama alivyosema rais wa chama cha wakunga kwamba ingekuwa ni vizuri kabisa, na mimi nakubaliana na hili na nataka nilifikirishe kwenye mamlaka zinazotakiwa kwamba zile kamati za maafa basi wakunga watambulike rasmi kuwa wajumbe wa zile kamati za maafa, ili waweze kutekeleza majukumu yao wakiwa wamekuwa well equipped na vifaa ambavyo vitaweza kutekeleza shughuli hizo katika maeneo haya. Hili nalipokea na naamini kabisa wenzetu wa Wizara ya Afya na Wizara ya TAMISEMI hili tuliona kama ni jambo ambalo ni la msingi na ambalo ni la kuhakikisha kwamba linatiwa maanani. Inawezekana wanafanya shughuli hizi katika maeneo ya maafa, lakini pengine hawajatambulika rasmi kama sehemu ya kamati zile kamati za maafa. Ambacho ninaomba cha kushirikiana pamoja na waandishi wa habari pamoja na vyombo mbalimbali vya maamuzi, kwanza ni kutambua taaluma hii ya ukunga hapa nchini. Kwa kipindi kirefu haitambuliki. Nasema haitambuliki kwa sababu hata ajira zao mpaka sasa bado za kusuasua. Wanategemea watu wampate mtu mwenye ukunga na uuguzi kwa pamoja, ambayo inampunguzia umahiri katika utendaji wa kazi anapokuwa navyo vyote viwili hivi. Anapofundishwa kwa kitu kimoja na serikali kamtambua na maslahi yake, basi tutahamasisha watu wengi kujiunga na hivyo. Kwa sasa niwaambie tu, hata kama tukitangaza nafasi za wakunga peke yake kwenye vyuo vyetu, bado tunapata shida kwa sababu wamezoea watu pawe na ukunga na uuguzi kwa pamoja. Kwa hiyo kwenye hili kama tukishirikiana kwa pamoja na tuelewe kwamba ukunga ni taaluma tofauti na uuguzi. Naitwa Lucy Mabada. Mimi ni mkunga, nafanya kazi chama cha wakunga Tanzania. Katika fani hii ya ukunga na zaidi ya miaka 28. Kwa kweli ni mengi ambayo nimepitia ya furaha pamoja na ya majonzi. Kwa mimi wito wangu kwa serikali, wakunga wapatiwe sehemu ya kuishi karibu na kituo. Unakuta kwenye vituo kuna nyumba za wafanyakazi, lakini anayeanza kuangaliwa mara ya kwanza ni daktari au bwana mganga. Kwa hiyo unakuta mkunga anakaa mbali, hata kuja pale kutoa huduma inakuwa vigumu. Katika safari yangu hii ya ukunga, kwa kweli nafurahi kwamba ukunga sasa hivi unakuwa. Kwa sababu kwa sasa hivi tuna mpaka wakunga wenye PhD. Kwa hiyo tunaona kabisa ukunga umekuwa, na tunaomba serikali iweze kutambua na kuwapa kipaumbele wakunga, kwa sababu mkunga ndio anakaa na mama muda mrefu sana. Na kuna mzazi anaweza akabeba mimba mpaka akajifungua anapitia mikono ya mkunga tu. Kwa hiyo tunaomba watambue kazi ya mkunga, na bila mkunga kupunguza kifo cha mama na mtoto itakuwa vigumu sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.